tushikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Karibu katika kipindi cha Twende Pamoja. Twende pamoja na nani? Twende pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Hamisi Mkotia na kualika tuketi pamoja kwa muda wa takriban dakika 60 tukiangazia yale ambayo yametukutanisha kwa siku ya leo. Mtazamaji, kumbuka kipindi cha Twende Pamoja huwa kinaangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika sekta mbalimbali. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuiangazia sekta ya elimu nchini katika elimu ya juu na vyuo vikuu. Mtazamaji, fuatilia kipindi na baadaye utapata fursa wewe ya kuweza kushiriki kwenye kipindi kwa kuuliza maswali, kuomba ufafanuzi ama kutoa ushauri kutokana na mada yetu kwa siku ya leo. Na studio leo tumemwalika Dr. Evaristo Mtitu. Yeye ni mratibu msaidizi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, kwa kifupi HIT. Na mada kama inavyosomeka katika runinga yako hapo, tunaangazia mageuzi ya elimu ya juu nchini Tanzania kupitia mradi wa HIT. HIT ni kitu gani? Dokta atakuja kutueleza hapa ufafanuzi wa huu mradi na unafanyaje kazi katika swala zima la kupanua elimu ya juu nchini Tanzania. Na mtazamaji, nikujuze tu, tunapozungumza swala la upanuzi ama mageuzi ya elimu ya juu nchini, kuna dhamira pana kabisa katika jambo la aina hii. Utakumbuka huko miaka ya nyuma shule za sekondari zilikuwa chache nchini Tanzania. Kutokana na mahitaji ya elimu ya sekondari, serikali ikafanya jitihada kushusha shule za sekondari kule chini. Sasa hivi shule za sekondari zimekwenda hadi kule vijijini. Wakati huo tunamaliza shule ya msingi sisi wengine kutoka kule Chemba na nini, wanafunzi wakimaliza elimu ya msingi, aidha utaenda Dodoma ama utakwenda Dar es Salaam. Lakini sasa hivi hakuna mwanafunzi anayemaliza darasa la 7 akaanze form 1 mkoani. Shule hadi vijijini zinapatikana. Na kwa nukta hiyo shule za sekondari zimekuwa nyingi. Sasa kutokana na wimbi la wanafunzi kumaliza sekondari, wanahitaji kusoma elimu ya juu. Na vyuo wenyewe, dokta atakuja kutuambia hapa viko vingapi nchini Tanzania. Ndio serikali ya awamu ya 6 imepanua wigo kuhakikisha kwamba inapeleka elimu ya juu, vyuo, campus, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mahitaji ya elimu juu yanamfikia kijana wa Tanzania huko alipo kwa gharama nafuu na bila kutembea umbali mrefu. Mimi ni Hamisi Mkotia kwa mara nyingine, fuatana nami kwenye kipindi ili tuweze kufahamu mambo mengi zaidi. Dokta, karibu kwenye kipindi. Asante ndugu mtangazaji. Naam, asante sana. Sasa kwa faida tu ya watazamaji, hebu tueleze HIT ni kitu gani kwa maana ya mradi wenyewe, na huu mradi ulianzishwa lini na kwa malengo gani? Asante sana ndugu mtangazaji. HIT ni neno linalojumuisha herufi kadhaa, ambapo tunasema linawakilisha mradi wa elimu ya juu kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi. Mradi wa elimu ya juu kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi ambao lengo lake kubwa ni kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vya elimu ya juu nchini Tanzania. Asante mtangazaji. Ndio. Sasa huu mradi ulianzishwa lini na malengo yake ni yapi hasa dokta? Asante mtangazaji. Mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi ni mradi unaotokana na mkopo kutoka Benki ya Dunia. Mkopo wenye riba nafuu, kitaalamu wanasema concessional loan, ambao ulianzishwa mwaka 2021 na utakoma baada ya miaka 5, ambapo tunatarajia uhitimishwe mwaka 2026 mwezi Juni. Serikali ya Tanzania inahusikaje kwenye hizi gharama
na namna ya utekelezaji wake sasa? Ndugu mtangazaji, niseme tu mradi huu una thamani ya dola za Kimarekani 425 ambazo katika fedha za Tanzania ni takriban na bilioni 972. Lengo kuu la mradi huu ni kama nilivyosema, kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, lakini kupitia utekelezaji wa majukumu kadhaa. Jukumu la kwanza ambalo mradi umetengewa fedha nyingi zimetengwa, karibu 80% ya hizo bilioni 972 ni kwenye majenzi. Mradi unajenga miundombinu mbalimbali, lakini pia unakarabati miundombinu ya elimu ya juu iliyopo. Miundombinu hii kwa pamoja inahusisha vyumba vya mihadhara, vyumba vya maabara, maktaba, inahusisha pia ujenzi wa mabweni, inahusisha ofisi za wanataaluma na structures mbalimbali za mashambani tunapozungumza vyuo vya kilimo na vyuo vya aina hiyo. Kwa hiyo unahusisha swala zima la majenzi, lakini mradi huu pia katika kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia unasomesha wanataaluma katika mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Katika mafunzo ya muda mfupi inapeleka wanataaluma na wafanyakazi wengine waendeshaji kujifunza masuala mbalimbali ya kisasa kwa lengo la kuwaongezea uwezo wa kutoa huduma iliyo bora zaidi wanapokuwa mahali pa kazi. Mafunzo ya muda mrefu, mradi unasomesha wanataaluma katika ngazi za shahada za uzamili na uzamivu. Inawezekana hapo mbele nikazungumzia kitakwimu zaidi, lakini eneo jingine, mradi katika kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia unawekeza zaidi katika matumizi ya tehama, katika maana ya tehama itumike kurahisisha kufundisha na kujifunza, lakini tehama iboreshe sasa utendaji wa taasisi zihame kutekeleza majukumu yake kianalogia na ziende shughuli zote za taasisi zitekelezwe kidigitali, na hivi punguze muda wa kutoa huduma, lakini pia zipunguze gharama za utoaji wa huduma. Vile vile lengo mojawapo la mradi huu ni kuhuisha mitaala. Kupitia mradi huu tunaboresha mitaala iliyopo, lakini pia tunaanzisha mitaala mingine mipya ambayo inaakisi, moja, vipaumbele vya serikali, lakini la pili, mitaala ambayo inajibu sasa mahitaji ya soko la ajira ndani ya nchi na nje ya nchi. Na kwa hiyo wahitimu wetu tunawaandaa katika hali ambayo wanakuwa competitive katika soko la ajira. Mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa, huyo ni Dr. Evaristo Mtitu. Yeye ni mratibu msaidizi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, kwa kifupi HIT, kama ulivyomsikia mwenyewe akitoa ufafanuzi namna gani ambavyo mradi una majukumu mbalimbali ukitekeleza katika ustawishaji wa elimu ya juu nchini Tanzania. Dokta, umetaja viwango vya fedha vikubwa sana hapa, bilioni zaidi ya bilioni 972. Hizi ni fedha nyingi sana. Hebu twende sasa hapa kwamba fedha hizi zimefanya kazi gani kwa ajili ya kupeleka elimu ya juu karibu na wananchi, na unaweza ukatueleza tu kwamba labda vyuo vikuu nchini Tanzania hivi sasa viko vingapi, na je, vinakidhi mahitaji? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli fedha hizi kama nilivyosema ni nyingi na ni muhimu zikasimamiwa ipasavyo. Vyuo vinavyonufaika na mradi huu kwa ujumla wake viko 17 ambavyo viko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lakini pia kuna vyuo 5 ambavyo viko chini ya Wizara ya Fedha. Kwa mfano, moja kati ya vyuo vinavyonufaika na mradi huu ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam
ambacho chenyewe kina tengeo ambalo pamoja na kuboresha miundombinu na kujenga miundombinu katika kampasi kuu ya Mwalimu Julius Nyerere, lakini pia tengeo la fedha lingine limepelekwa kujenga kampasi mpya mkoani Lindi, lakini pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimetakiwa kujenga kampasi nyingine mpya mkoani Kagera, na pia kina karabati kampasi yake ya ile tunaita Institute of Marine Sciences iliyopo Buyu, Zanzibar. Kwa hivyo kila vyuo vya serikali vyote 14 ambavyo ndio nimesema: Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Sayansi za Afya Muhimbili, Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, DUSE, MUSE, Mzumbe University. Unaona, kuna pia mradi huu, nikwambia mtangazaji, unajenga chuo kipya kwa ajili ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Kinaitwa Chuo cha Mwalimu Nyerere cha Kilimo na Teknolojia. Kinajengwa Butiama mkoani Mara, na sasa hivi hali ya ujenzi imefikia asilimia zaidi ya 75. Na chuo hiki kinajengewa kampasi yake Tabora. Kampasi ambayo itatoa mafunzo ya biashara na mafunzo ya tehama kwa ajili tu ya kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kazi kubwa aliyoifanya nchini Tanzania. Kwa hiyo vyuo vingine vinavyonufaika na mradi huu pia ni pamoja na, nilisema vyuo ambavyo viko chini ya Wizara ya Fedha. Kuna Institute of Rural Development, chuo cha maendeleo ya jamii kilichopo Dodoma, chuo cha uhasibu Tanzania, taasisi ya uhasibu Tanzania, lakini chuo cha usimamizi wa fedha na chuo cha takwimu kilichopo hapa tunasema East African Statistical Training Center. Kwa hiyo na taasisi nyingine ambazo pia zinanufaika na mradi huu ni zile taasisi ambazo zinasimamia utoaji wa nini? Utoaji wa elimu ya juu nchini. Taasisi hizi ni pamoja na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, halafu Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Wanafunzi, Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu, lakini pia tume yetu ya Sayansi na Teknolojia. Kwa ujumla wake ndio nimesema taasisi 17 zinanufaika ambazo ziko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia kuna taasisi 5 na hivi kufanya taasisi 22 ambazo zinatoka Wizara ya Fedha. Dokta, kwenye runinga kuna picha zinatembea, tunaona majengo mbalimbali mazuri yamejengwa, na unaona mwenyewe kwenye TV majengo kama yale. Ujenzi huu wa hizi campus ambao unafanyika katika mikoa mbalimbali. Umesema awali hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinajenga campus kule Lindi, Kagera, lakini pia vile vile Zanzibar, na pia vile vile kinafanya ukarabati na majengo mengine chuo kikuu wenye hapa Mlimani. Hii kujenga hizi campus katika mikoa mbalimbali maana yake nini, Dokta? Hii niseme ni dhamira bora, ni dhamira nzuri, ni dhamira njema ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kila mwenye ndoto ya kupata elimu ya juu anaipata, tena mahali popote anapotoka kwa gharama nafuu. Ndio maana awali mradi huu ulijiconfine kujenga kwenye main campuses, lakini kutokana na hii dhamira njema ya Mheshimiwa Rais akaona ni muhimu vyuo vyenye matengeo makubwa ya fedha wakamega kiasi cha fedha na kwenda kujenga kampasi mikoani, kwenye mikoa ambayo imekosa vyuo vya elimu ya juu. Na hapa nitafafanua. Ndio. Kutokana na maelekezo hayo sasa, ndio maana nikasema Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kikatakiwa kujenga kampasi Kagera, kampasi Lindi, lakini pia kukarabati kampasi yake kule Buyu, Zanzibar.
Muhimbili University kwa mfano kinajenga kampasi kubwa sana ya afya kule Kigoma. Chuo cha uhasibu cha Arusha, ukiacha na kujitanua pale Arusha, kinajenga kampasi kubwa Manyara na kinajenga kampasi kubwa Ruvuma. Nimezungumzia hiki chuo cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia kule Butiama, kinajenga kampasi yake kubwa sana kule Tabora. Lakini pia Mzumbe kwa mfano University inajenga kampasi wilaya ya Mkinga mkoa wa Tanga. Sokoine University of Agriculture inajenga kampasi kubwa sana kule Katavi, Mizengo Pinda campus. Ukichukua Moshi Cooperative University kwa mfano cha Kilimanjaro kinajenga kampasi Shinyanga, wakati IFM inajenga kampasi kubwa sana Simiyu. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania chenyewe kinajenga multipurpose laboratory, tunaita maabara mtambuka, na ofisi zilizo bora za viwango vya chuo kikuu kwenye zoni 7 ikiwemo mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dodoma, Arusha, Mtwara, Mwanza, Kigoma na kadhalika. UDOM, chuo kikuu cha Dodoma, kinajenga kampasi kubwa sana kule Njombe, ambako pia hata chuo kikuu Huria kinajenga hizi maabara mtambuka na ofisi kwa ajili ya watumishi. Unakuta chuo cha uhasibu Tanzania kinapanua kampasi ile, kampasi yake ya Singida. Unaona? Chuo cha IRDP kinajitanua pale Dodoma, lakini pia kinajenga kampasi huko Mwanza. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani serikali ya awamu ya 6, ambayo ni mwendelezo of course wa serikali ya awamu ya 5 ambapo mradi ulianza, imenuia kupeleka fursa za elimu ya juu kwenye mikoa ya pembezoni, kwenye mikoa ambayo ilikosa fursa za elimu ya juu. Na huko tumeelekeza, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwamba programu zinazotolewa kule kwanza ziakisi shughuli za kila siku zinazofanyika kule, ili wahitimu wanapomaliza waweze haraka sana kutumia ule ujuzi, maarifa na stadi katika kuendesha shughuli zao kisasa na kitaalamu zaidi, na hivi kuleta manufaa kwao wenyewe, lakini pia kuchangia lengo kubwa la mradi la mageuzi ya kiuchumi. Kwa sababu mradi huu ni wa elimu ya juu, utoe elimu stahiki kwa wanachuo, wanapohitimu walete chachu kwenye ukuaji wa wa uchumi na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Ndio maana hasa ya higher education for economic transformation. Dr. hebu tusaidie hapa. Inawezekana wako baadhi ya vijana wakawa wana mawazo kwamba ili aonekane amesoma chuo kikuu au amepata elimu ya juu, aidha akanyage chuo kikuu cha Dar es Salaam au akanyage UDOM ama mkoa wa Iringa. Haya masomo yatakayokuwa yanatolewa kwenye hizi campus katika mikoa mbalimbali kama jinsi ulivyofafanua, hadhi yake inakuwaje? Kunakuwa na tofauti na huyo anayekuja chuo kikuu cha Dar es Salaam, ama hii ikoje? Asante sana ndugu mtangazaji. Itakuwa bahati mbaya sana kama wadau watatafsiri kwamba elimu inayotolewa kwenye campus za mikoani ubora wake unatofautiana na elimu inayotolewa kwenye campus kuu. La hasha. Kwa sababu campus za mikoani ni campus kuu za vyuo nilivyovitaja, na uandaaji wa mitaala tena kwa msisitizo mkubwa wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Alielekeza kwa msisitizo mkubwa wakati anahutubia bunge mwaka 2021 kwamba mitaala ni lazima iandaliwe kwa namna ambayo inajibu mahitaji ya sasa na ya baadaye ya soko la ajira ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo uandaaji wa mitaala kwa ujumla ya main campus, ambapo mitaala hiyo inatolewa kwenye hizi campus za mikoani, unazingatia ushirikishwaji wa wadau mbalimbali, zikiwemo kamati za ushauri za kitasnia
kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, katika mapitio na kuanzisha programu mbalimbali, taasisi zimetakiwa kushirikisha wadau wa ajira ambao kitaalamu tunaita Industrial Advisory Committees. Sasa hizi Industrial Advisory Committees by their composition zimekuwa composed na watu waliobobea kiuzoefu, kitaalamu, kitaaluma katika masuala ya mahitaji ya soko la ajira. Kwa hiyo tumetaka kila taasisi, na hii imeshakamilika, kila taasisi imeunda hizi kamati za ushauri wa kitasnia ambazo wakati wote zinashirikiana na wanataaluma kwenye chuo husika kuandaa mitaala ambayo kupitia mitaala hiyo basi graduates wanamaliza wakiwa na ujuzi na elimu ambayo tunaita elimu fungamano ambayo imefungamanisha masuala mazima ya fikra. Weka nukta hapo Dr. Ndio. Weka nukta hapo. Naam, mtazamaji wa Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka. Mada hewani ni mageuzi ya elimu ya juu nchini kupitia mradi wa HEET, na hapa leo tumemwalika Dr. Evaristo Mtitu. Yeye ni mratibu msaidizi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, kwa kifupi HEET. Tukizungumza na tukiangazia mageuzi yaliyofanyika nchini Tanzania ya elimu ya juu kupitia mradi wa HEET. Umemsikia mwenyewe hapa alivyotoa ufafanuzi malengo ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, namna alivyodhamiria kushusha elimu ya juu hadi huko mikoani, kuwawezesha vijana wa Tanzania waweze kupata elimu ya juu kwa gharama nafuu, lakini kwa ukaribu zaidi, bila kutembea umbali mrefu kuitafuta elimu ya juu. Endelee kufuatilia kipindi, baadaye utapata fursa ya kuweza kupiga simu na kuweza kuuliza maswali ama kuomba ufafanuzi katika mada hii ambayo tunaijadili, mageuzi ya elimu ya juu nchini Tanzania kupitia mradi wa HEET. Dr. Umezungumzia hapa swala la mitaala, lakini hoja zilizopo huko mitaani, wako baadhi ya watu wanadai kwamba vijana wanaozalishwa katika vyuo mbalimbali bado uwezo wao uko chini. Na hebu tueleze sasa hapa, mlipokuja na wazo la kubadili mitaala, mlifanya utafiti mkabaini kuna kasoro gani ya mitaala ya zamani, mkaamua kuja na mitaala mipya? Na je, hii mitaala sasa inakwenda kuwawezesha vijana kwa kiwango gani waweze kuwa wenye kujitambua na wakitoka wao wameiva kweli kweli, tofauti na hoja zinazozungumzwa mitaani kwamba mtu amemaliza ni degree holder lakini uwezo wa kujitambua ni mdogo? Asante ndugu mtangazaji. Lazima tukiri kwamba kwa muda mrefu tumekuwa tunatoa elimu ya juu ambayo sio jumuishi. Sio jumuishi kwa maana ya kitaalamu tunasema elimu jumuishi ni ile inayojumuisha domains 3 za mafunzo. Domains 3 za mafunzo zinahusisha hii nadharia ya kifikra, kumfundisha mwanafunzi kufikiri kimantiki, lakini pia kumfundisha mwanafunzi kutenda, kutenda. Sasa hapa tunaunganisha sasa nadharia na vitendo, lakini pia kumfundisha mwanafunzi namna ya kuishi na jamii, kumfundisha mwanafunzi maadili, kumfundisha mwanafunzi utamaduni, kumfundisha mwanafunzi mila na desturi, kumfundisha mwanafunzi namna ya kujumuika na makundi mbalimbali ya watu, kumfundisha mwanafunzi kuthamini rasilimali mbalimbali, kumfundisha mwanafunzi namna ya kuappreciate kazi zinazofanyika na jamii au na serikali. Sasa tafiti zilipofanyika zikabaini wazi kwamba katika kipindi kirefu elimu ya juu iliyokuwa inatolewa ilikuwa imelenga kwenye cognitive. Sasa cognitive ndio hiyo tunaosema thinking skills zaidi.
ikaacha habari ya kulinganisha hiyo elimu ya darasani ya fikra, kufikiri, na elimu ya vitendo mashambani, viwandani, migodini na kadhalika. Lakini pia swala la nidhamu, ethics, maadili, swala la mila na desturi, historia yetu kuitambua sisi ni nani, tukawa pia tumeiacha. Sasa baada ya huo utafiti, tunakuja sasa wakati wa kufanya mapitio ya mitaala. Tunataka mitaala ifungamanishe cognitive, psychomotor na affective. Cognitive domain, psychomotor domain na affective domain. Affective ndio hii ninazungumza, domain ya mafunzo ya maadili kwa ujumla. Lakini cognitive domain ndio hii ya kufikiri, na psychomotor connect, kuunganisha sasa mambo ya darasani na mambo ya kwenye uhalisia. Ndio maana sasa hizi Industrial Advisory Committee, kamati za ushauri za kitasnia zinazoshirikishwa kwenye uandaji wa mitaala, zenyewe zinaleta sasa nini kinatakiwa huko kwenye ajira, ambacho ndio kifundishwe madarasani. Lakini pia wanafunzi wetu pamoja na wanataaluma wanapelekwa kwenye placements na internship huko viwandani, huko kwenye maeneo ya ajira, wanakaa kwa muda mfupi. Mpaka sasa hivi wanafunzi takribani 12,000 pamoja na wanataaluma wameenda huko, wamepata mafunzo ya muda mfupi na masuala ya internship na masuala ya placement, ili kuzoea hali halisi ya kazi katika mazingira halisi, ili waweze kulinganisha sasa na yale wanaojifunza darasani. Ndio kulikuwa na tofauti kubwa sana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukifundisha wanafunzi kufikiri bila kutenda na kutenda bila nidhamu. Naam, mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka, na mada hewani ni mageuzi ya elimu ya juu nchini Tanzania kupitia mradi wa HIT. Pamoja nami tunaye Dr. Evaristo Mtitu, yeye ni mratibu msaidizi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, kwa kifupi HIT. Tukiendelea kuangazia mada hii, na kusihi mtazamaji endelea kufuatilia kipindi. Baadaye utakuja kupata fursa wewe ya kuweza kuzungumza. Mwisho hapa amemalizia hapa kwamba wamefanya utafiti na wakabaini kwa muda mrefu elimu ya vyuo vikuu ilikuwa ina kasoro fulani, kwamba ilikuwa inazingatia zaidi kwenye kufikiri lakini bila kuleta funganisho na utendaji. Amezungumza mambo matatu kwa ufasaha kabisa. Huyu ni dokta, ni mtaalam, ameweza kuliweka kama jinsi lilivyo. Dokta, ni program zipi mpya ambazo zimeanzishwa chini ya mradi huu na zinakidhi mahitaji ya soko? Asante ndugu mtangazaji. Kupitia mradi wa HIT, kama nilivyosema, tumeanzisha program mpya na kuboresha baadhi ya program zilizopo ili ziakisi mahitaji ya soko la ajira. Sasa program mpya kwa ujumla wake, program tulizoziboresha kupitia mradi wa HIT ni 760 na kitu. 760 na kitu. Programs. Tumevuka lengo kwa zaidi ya 400%. Unaona? Kwa sababu lengo lilikuwa program 200 na, lakini tumeenda program 700 na huko. Sasa kati ya programu hizo, program 400 na kidogo ni program mpya. Sasa programu hizi ni programu ambazo zimejielekeza kwenye vipaumbele vya serikali, kwenye maeneo ambayo serikali inafikiri ndio engine, ndio moyo wa mageuzi ya kiuchumi. Kwa mfano, tumeanzisha programu mpya kwenye maeneo ya maji, mazingira na masuala ya tabia nchi. Tumeanzisha programu mpya kwenye masuala ya kiutalii. Tumeanzisha programu mpya kwenye masuala ya uhandisi mbalimbali, lakini pia kwenye sayansi ya data, kwenye masuala ya akiliunde, kwenye masuala ya kilimo cha biashara, tunaita agribusiness.
kilimo cha biashara na kadhalika, masuala ya gesi, masuala mbalimbali, maeneo ambayo tunafikiri ni muhimu kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi na hivi kuchochea maendeleo ya nchi yetu. Sasa Dokta, baada ya mradi mradi wa HEET, hali ya elimu ya juu kwa sasa ikoje ikilinganishwa na kipindi cha nyuma kabla ya mradi huu haujaanza? Niseme tu ndugu mtangazaji, katika historia ya utoaji wa elimu ya juu nchini, mradi wa HEET umeweka alama ambayo haitafutika. Ni kwa mara ya kwanza sasa mradi umeziwezesha taasisi za elimu ya juu kufanya kazi sambamba na private sector, lakini pia na hizi tasnia za ajira, kitu ambacho awali hakikuwepo. Wenzetu kama Ujerumani, China, Singapore na maeneo mengine wanathamini sana mwanafunzi atoke kiwandani aende kupata elimu chuoni, badala ya mwanafunzi sisi kutoka chuoni ndio aende kufanya kazi kiwandani. Sasa hivi kupitia mradi wa HEET tumefanya kila jitihada kuhakikisha private sector, lakini pia haya mabaraza ya ajira haya yanashirikishwa ipasavyo, iwe kwa mikataba ya mashirikiano, ili kuhakikisha mitaala inayoandaliwa inaakisi hali halisi ya maisha, hali halisi ya ajira. Lakini kubwa kuliko yote, hawa wanafunzi hawa wanataaluma hawa wanapokuwa kwenye mchakato wa kufundisha, kufanya tafiti, kufanya uvumbuzi mbalimbali, wanapata fursa za kukaa viwandani, kujifunza kwa vitendo kwa muda mrefu bila kukimbizana. Kwa hiyo mafunzo yanakuwa more practical kuliko nadharia kama ilivyokuwa na kama nilivyosema. Hii ni njia, ni namna, ni mafanikio makubwa sana ambayo yanapatikana kupitia utekelezaji wa mradi wa HEET. Na tunasisitiza mradi huu ni wa miaka 5, lakini shughuli zote za mradi wa HEET lazima ziingizwe na zinaingizwa kwenye shughuli za kila siku za chuo, ili isiwe ikatokea siku moja sema mradi umeisha na shughuli zimeisha. Dokta, tunafahamu kwamba mradi unatoa ufadhili wa masomo kwa wahadhiri. Ndio. Kwa mfano hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wahadhiri 367 wamepata mafunzo kupitia mradi huu wa HEET. Nataka kujua hapa, kwa wahadhiri kupatiwa haya mafunzo ama masomo kumeongeza kiwango cha ubora wa taaluma kwa kiwango gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Niseme tu kwamba moja kati ya vigezo vinavyopima ubora wa chuo fulani ni idadi na ubora ya wanataaluma. Moja kati ya vigezo vinavyopima hadhi, ubora wa elimu inayotolewa na chuo fulani ni idadi na ubora wa wanataaluma. Sasa mradi wa HEET, kupitia mradi wa HEET ni kweli umesomesha na unaendelea kusomesha wanataaluma kwenye vyuo vyote hivyo nilivyovisema, na mpaka sasa hivi tumeshafanikiwa kusomesha wanataaluma zaidi ya 600, zaidi ya 500, 586 katika ngazi ya shahada za uzamili na shahada za uzamivu katika masomo hayo ya kipaumbele. Lakini mafunzo ya muda mfupi ndio hayo niliyosema yametolewa kwa wanataaluma na wanafunzi zaidi ya 11,000 hadi sasa.
Naam, mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo haraka, na siku zote tunaposema twende pamoja na nani? Tunasema twende pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na haya ni mafanikio makubwa ambayo ameyafanya katika sekta ya elimu kwa kuleta mageuzi ya elimu ya juu nchini Tanzania kupitia mradi wa HEET. Katika kipindi chake cha awamu ya kwanza na awamu hii ya pili ambapo ameingia, Dr. anasema hapa mambo yanaendelea kuwa mazuri. Sasa simu zetu ziko hewani, utapiga simu kupitia nambari inaonekana katika runinga yako hapo 0735 300 306. Tafadhali punguza sauti ya runinga yako, wewe na mimi tusikilizane kwenye simu yako. Ukijisikiliza kwenye TV itasababisha mwangwi na sisi tutakutoa hapa studio. Jitambulishe wewe ni nani, unapiga simu kutoka wapi, uliza swali ama toa ushauri. Dr. Mtitu yuko hapa, ataweza kujibu swali lako. Simu iko mezani sasa, unaweza kufanya hivyo mtazamaji. Karibu. Dr. wakati ukisubiri simu za watazamaji wetu, ni kwa namna gani mradi wa HEET umeshirikisha wadau kwa kutambua mahitaji ya soko la ajira? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo awali nimeshasema, katika utekelezaji wa mradi wa HEET tumeweka nia madhubuti kabisa ya kuhakikisha kwamba wadau wote muhimu wanashirikishwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba mradi unaleta matokeo yaliyokusudiwa. Kwa hivyo kama nilivyosema, katika kushirikisha wadau tumeshirikisha private sector. Kwa mfano, kupitia mradi wa HEET tumetenga dola milioni 1 kwa ajili ya kusomesha wanataaluma kutoka vyuo vikuu vya binafsi, hasa kwenye maeneo ya afya na mafunzo yanayofanana na sayansi za afya. Na hii dola milioni 1 imeweza kusomesha wanataaluma 27, 20 wakiwa ngazi ya PhD. Ngoja tumsikilize mtazamaji. Halo mtazamaji kwenye line. Unaongea na Venant Florian Geuza. Naam, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Songea Ruvuma. Kutoka Songea Ruvuma. Karibu kwenye mada. Hapa mada nimeona mageuzi ya elimu juu ya kupitia mradi wa HEET. Karibu. Sasa nilikuwa naomba, kwa sababu sisi huu mradi umeonekana kama umebagua hivi. Huu mradi, kwa nini sisi watu kama wajasiriamali ambao tunatengeneza vitu ambavyo tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kutengeneza majiko ambayo yanatumia makaa ya mawe na majiko manake majiko mbadala, kwa nini na sisi wasituingize kwenye mradi wa HEET huo, ili na sisi tuweze kupata elimu? Maana inaonekana elimu ni ya kubagua ya upande na upande, sisi watu wengine wajasiriamali tunaachwa. Asante sana ndugu yetu kutoka huko Songea Ruvuma. Ndio. Asante sana. Dokta amekusikia, atajibu swali lako hilo. Ni Dokta, unaweza kujibu hilo? Asante sana muuliza swali. Leonard kutoka huko. Leonard kutoka Ruvuma. Na bahati nzuri ndugu Leonard, katika utekelezaji wa mradi wa HEET kama nilivyosema, chuo cha uhasibu wa Arusha kinajenga campus kubwa sana hapo Ruvuma. Niseme tu kwamba kwenye shughuli hizi za majenzi, mradi umesababisha upatikanaji wa fursa nyingi sana. Moja kati ya fursa ni ajira kwa vijana wanaozunguka maeneo hayo. Lakini hizi ajira ni pamoja na hawa wapishi wanafanya kazi, wanauza vyakula, vijana wanafanya kazi za ujenzi kwenye hizo taasisi zinazojenga, lakini bodaboda wanafanya kazi zao pale, lakini pia wakulima wanauza mboga zao, mazao mbalimbali na kadhalika. Sasa kupitia fursa hizo tulitarajia pia hata nyie ambao mnatengeneza majiko yanayotumia makaa ya mawe, ambao ni majiko rahisishi kwa kweli, kwa sababu yanatumia nishati mbadala, ingekuwa vema sasa kutembelea maeneo ambayo mradi unatekelezwa, ili wale wanaonufaika na mradi, kwa mfano akina mama ntilie
au labda wale wanaotekeleza, wale wakandarasi wanajenga pale, wanaweza wakanunua wakawa soko la hayo majiko, na nyie mkanufaika mkapata kipato kupitia kuuza hayo majiko. Hiyo ni namna moja, lakini namna nyingine tutaona mbele ya safari namna ambavyo sasa nyie kama nyie mnaweza mkapata fursa ya kuuza hayo majiko kwenye soko pana zaidi. Mtazamaji, ndugu yetu kutoka kule Ruvuma amekupata vizuri Dokta. Mtazamaji mwingine kwenye line, halo. Mtazamaji kwenye line, halo. Halo. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Lulu Ngailo na piga simu kutoka Dodoma. Kutoka Dodoma. Karibu kwenye kipindi. Asante. Mimi ni mwalimu wa sekondari. Naam. Sasa nimemsikiliza hapo mheshimiwa. Sasa nilikuwa nauliza kwa nini wasianze kuanzia huko shule ya msingi na sekondari, wa hii elimu funganishi ianzie shule ya msingi na sekondari? Ndio nilikuwa nauliza kwa nini wasifanye hivi. Haya, asante. Dokta amekupata mtazamaji wetu kutoka Dodoma. Labda asante sana kwa swali zuri dada Ngailo. Labda nijibu kwa haraka tu. Mimi nimesoma taaluma ya walimu na utaalamu wa walimu katika ngazi ya diploma vile vile. Wakati tunasoma hiyo utaalamu wa walimu, namna ya kufundisha, namna ya kuandaa masomo na kadhalika, kusemea ule ukweli, ni wazi kwamba mafunzo ya walimu katika ngazi za chini yalikuwa yanafundishwa, yanatolewa kwa umahiri mkubwa kuliko ngazi za elimu ya juu. Sasa ninaamini kwamba kwa sababu pia kwenye basic education msisitizo wa ufundishaji bado umekuwa ule wa competence based, ufundishaji unaomjali mtoto. Sasa ufundishaji unaomjali mtoto ni aina ya ufundishaji ambao kwanza mwalimu lazima atoe fursa nzuri ya mtoto kushiriki kwenye tendo zima la kujifunza na kufundisha. Lakini la pili, mwalimu atumie zana nyingi kadri inavyowezekana katika kufundisha, katika kuandaa somo, ili somo lile liweze kuwezeshwa kwa urahisi zaidi na kueleweka kwa urahisi kwa mwanafunzi. Kwa imani yangu, na haya mapitio makubwa ya mitaala yaliyofanyika kwenye basic education ambayo yanatoa fursa sasa mwalimu kutoa elimu ujuzi, elimu ambayo inampa mwanafunzi ujuzi, stadi na maarifa mbalimbali, basi mbinu hizi fungamani sharti zitumike, na ninaamini zinatumika. Asante. Asante sana. Mtazamaji mwingine kwenye line. Halo. Mtazamaji kwenye line. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Athmani Mkelema, natoka Soya Chemba. Athmani Mkelema kutoka kata ya Soya kule Chemba. Karibu kwenye kipindi. Naam, nafuatilia kipindi sana. Naam, karibu. Dokta yuko hapa na kusikia. Uliza swali, unatoa ushauri ama unaomba ufafanuzi? Natoa ushauri. Karibu. Nilikuwa natoa ushauri, hii elimu ingeshushwa huku chini ili watu wa huku chini waweze kujua kwamba hiki tunachokizungumzia, ili watu wengi wafahamu, kwa sababu maisha ya Watanzania wengi wako chini vijijini. Na mimi nikisema Soya, najua mtangazaji Hamisi Mkote unaifahamu Soya, unaifahamu wilaya ya Chemba mpaka Birise, lakini unaifahamu mpaka Mrijo kule kwenu. Lakini sasa ungeshusha huku chini, mimi naamini, naona unafurahi sana nilivyoitaja Mrijo kule kwenu, Msada, watu ungeshusha hii elimu chini, watu wengi wangefurahi sana na kupata elimu ya kutosha. Kwa hiyo mimi niko hapa Magadi ambapo unapajua wewe. Naam. Na unapojua wewe na ulikokulia na kufuatilia vyema na kazi lako hilo. Othmani Mkelema. Naam. Dokta amekusikia hapa na ushauri wako na hoja yako. Hebu sasa pata majibu kutoka kwa Dr. Mtitu. Dokta, umemsikia Mkelema? Asante ndugu kwa swali zuri. Nia kama nilivyosema, nia ya rais na lengo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kupeleka hizi campus mikoani, kwanza ni kuhakikisha kwamba zile program zinatolewa
kulingana na shughuli za kila siku zinazofanyika kwenye mkoa ambako campus inajengwa, ili yule muhitimu wakati wote anajifunza kitu ambacho wakati wote anajifunza, na anapohitimu anakitumia katika kuzalisha, katika kuendeleza shughuli zake mbalimbali, na hivi kubadilisha hali za maisha za maeneo anapotoka au campus ilipo. Kwa hiyo ndugu muuliza swali, tumekupata. Na nia ya serikali ni hiyo, kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inaakisi mahitaji ya jamii. Asante sana. Athumani Mkelema amekupata vizuri kutoka pale Magandi Soya. Na mtazamaji mwingine kwenye line, hello. Mtazamaji kwenye line, hello. Hello. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Habibu Kimolo kutokea wilaya ya Chemba, Mrijo. Habibu Kimolo, karibu kutoka kule Mrijo Chemba. Dokta yuko hapa anakusikia, karibu kwenye mada. Dokta, nataka nimuulize ushauri au niulize swali langu, je, atatusaidiaje katika hali za huku kwetu kufuatana na serikali jinsi ilivyoteuliwa? Barabara zetu huku ni mbaya kuliko maelezo. Aya, asante. Habibu Kimolo, ukisoma kwenye runinga yako hapo, mada inasema mageuzi ya elimu ya juu nchini Tanzania. Dokta, unaweza kujibu? Najibu. Karibu. Unajua ndugu Kimolo, nashukuru sana kwa swali zuri. Uwepo wa campus Kagera kwa mfano, nimefika Kagera na nimefika maeneo mengi ambapo campus zinajengwa. Kwa kweli ni polini kabisa. Hakuna umeme, hakuna barabara, hakuna maji, hakuna vituo vya afya, hakuna hospitali, wakati mwingine hakuna shule. Kama kuna shule ni chakavu sana. Sasa basi, kwa sababu ya ujenzi wa campus hizi, maana yake barabara zinajengwa kwenda kwenye campus, miundombinu ya umeme inawekwa, maji yanapelekwa, na kwa sababu hiyo sasa miundombinu hii inawasaidia wananchi wakazi wanaoishi maeneo ya campus kuwezesha kufanya shughuli zao kiurahisi zaidi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ni wazi kwamba kule kwenye campus kule kwa sababu ya kuwepo na zile campus na kurahisishiwa ile miundombinu, sasa wananchi wanaoishi karibu na zile campus sio tu wanapata fursa ya kufanya majukumu mbalimbali ambayo yanarahisishwa na uwepo wa ile miundombinu, lakini ni kweli kwamba uwepo wa zile campus unainua kipato cha wananchi, lakini pia unainua mapato ya serikali, ikiwemo thamani ya ardhi. Kuna swali litakuja hilo baadaye. Mtazamaji mwingine kwenye line, hello. Hello. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Naitwa Yohana, napiga simu kutoka Segerea. Yohana kutoka Segerea jijini Dar es Salaam, karibu kwenye kipindi. Asante. Nimemsikiliza dokta hapo. Lakini dokta sasa ananiangusha kwamba maswali ya wapiga simu mengi hayajibu kama yanavyotakiwa. Kwa mfano, yule mtu wa kwanza amemuuliza kwamba wale wajasiriamali wa mkaa, wale wanahitaji elimu zaidi ya ule ujasiriamali wanaofanya wao, wanafikiwaje? Ndio itakuwa aeleza sasa hapo kwamba haya machuo, maana haya mavio yanayojengwa, haya majengo yanayotuonyesha yana thamani kubwa sana yanavyoonekana. Ndio hitaji letu. Amesema inatengenezwa kwa ajili ya apate ajira, kuna mahitaji ya ajira. Ina maana sasa hivi kuna ajira ambazo ziko wazi hazina watu, na watu wako wanatembea na mabahasha huko. Atuambieni kuna ajira ambazo ziko wazi hazina wataalamu wake mpaka wakasome kwenye hivyo vyuo. Lazima tuangalie vitu gani vikipaumbele. Haya madini ya hizi gharama, kama wangepelekewa wajasiriamali kama huyu bwana aliyoongea hapa, wangepelekewa elimu zaidi ya wajasiriamali wao, wakajiwezesha wale. Halafu ndio inapanda sasa. Baadaye yeye mwenyewe kama alivyosema mwenyewe, yeye mwenyewe kwa ujasiriamali wake alivyofanya, ataamua yeye sasa kwa kipato chake aende akatafuta elimu zaidi. Na hii ndio inaloga. Kama mwalimu aliyouliza hapo, mwalimu yule amesema huko walimu wa chini mnawafikiaje? Hao ndio walio wengi wana watu. Lakini amesema wametengeneza hapo madoctors
wamewapa professional kuna nini madokta si wa taaluma au taaluma mliowapa hizo kozi zinasaidia nini wananchi? Maana unampa kozi ni taaluma, baadaye ya kwenda kusaidia watu yeye anaenda kufuga kuku. Tumekupata vizuri ndugu yetu kutoka Segerea, tumekupata vizuri dokta. Ndugu yetu anaona kama vile mradi kama vile haujaweka nguvu zaidi kwenye ujasiriamali hivi, na ndio kwa maana anazungumza hiyo hoja. Labda kwa kujibu tu hiyo hoja, mradi umesaidia kutengeneza ajira kwa kiwango gani kwa Watanzania kupitia mradi huo? Alafu hapo kuja kujibu kwamba labda ni kwa namna gani Watanzania wa hali ya chini wananufaika na huo mradi. Asante. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kumjibu muuliza swali. Kwanza nirudie kusema kwamba hizi campus za mikoani zinapotoa program zinazofanana na shughuli zinazofanyika kule, ni wazi kwamba mafunzo yale yanaenda kuongeza thamani ya zile shughuli, na kwa hiyo zile shughuli zinakuwa na tija zaidi. Hilo la kwanza. Lakini kuhusu ajira kama nilivyosema, kwa mfano Njombe, UDOM inajenga campus Njombe. Pale kuna wanafunzi, kuna wafanyakazi zaidi ya 200 vibarua. Zaidi ya 200. Fikiria bila ile campus kujengwa pale, hawa vibarua 200 ingekuweje? Butiama kule ambako kinajengwa chuo kikubwa sana, majengo zaidi ya 30, kuna wafanyakazi zaidi ya 500, 600 huko. Hawa wafanyakazi bila ujenzi wa hiyo campus hali ingekuweje? Na kwenye campus zote ninakosema hiyo kuna vibarua wanaotoa nguvu kazi kwa ajili ya ule ujenzi. Lakini itoshe tu kusema lengo la hizi campus ni kuhakikisha kwamba zinazalisha wahitimu ambao wanakuwa na ujuzi. Ule ujuzi unawafanya waweze kuajirika, lakini pia waweze kuwa na uwezo wa kutafuta fursa mbalimbali za kiuchumi. Namweka dokta hapo dokta. Mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka. Tunasitisha matumizi ya simu kwa sasa ili tuweze kupata fursa ya kuweza kumalizia baadhi ya agenda zilizosalia mezani. Ni kushukuru mtazamaji ambayo umepata laini yetu na tukazungumza ukauliza swali. Tunasitisha matumizi ya simu ili tuendelee kumaliza baadhi ya agenda zilizosalia. Dokta, hebu tufahamu sasa huu mradi umesaidiaje kuimarisha tehama katika vyuo vikuu na elimu ya juu? Asante sana ndugu mtangazaji. Mradi wa elimu ya juu kama nilivyosema awali, moja kati ya malengo yake ni kuwezesha taasisi za elimu ya juu kutumia zaidi tehama katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tehama itumike kama nyenzo ya kurahisisha ujifunzaji na ufundishaji. Namna gani? Kwamba kupitia tehama basi baadhi ya masomo yatolewe kwa namna moja au nyingine kwa njia ya usaidizi wa tehama, tukiamini kwamba ufundishaji utakuwa ni rahisi. Mwalimu anaweza kuwa Dar es Salaam akafundisha wanafunzi popote pale walipo, lakini pia hatuhitaji kuwa na walimu wengi kufundisha wanafunzi wengi zaidi. Lakini pia hii tehama itumike kama nyenzo ya kurahisisha operations, utendaji, utoaji wa huduma za kitaasisi. Badala ya taasisi kufanya kazi kianalogia, sasa zifanye kazi kwa kutumia tehama zaidi. Ndio maana sasa kwenye swala zima la ufundishaji kumeanzishwa mifumo mbalimbali rahisishi ya utoaji wa mafunzo ya ujifunzaji, ikiwemo kutengeneza tunasema maktaba za kidigitali. Maktaba za kidigitali ni maktaba ambazo unaingia pale unakuta tu labda computers, lakini material, vitabu, majournals, kila kitu ambazo wanafunzi wanatakiwa kujifunza zinatoka moja kwa moja kwenye nini? Ndio tunasema maktaba za kidigitali. Lakini pia namna mbalimbali za kujifunza kwa kutumia tehama. Lakini kwenye upande wa utawala pia mifumo mbalimbali, kwa mfano loans board nimesema.
Loans Board kupitia mradi wa HEET imeboresha mifumo yao ya upangaji na utoaji wa mikopo, na hivi kufupisha muda wa kupanga mikopo na kurahisisha urejeshaji wa fedha. Kwa hiyo mwanafunzi ana apply kwa urahisi na mfumo unapanga mikopo kwa urahisi, lakini urejeshaji wa mikopo ufuatiliaji unakuwa rahisi zaidi kwa kutumia mifumo. Dokta, ni mafanikio gani ya kipekee yaliyopatikana kupitia mradi wa HEET ambayo yanaweza yakawa ni mfano katika elimu barani Afrika? Mafanikio ya kipekee ambayo unaweza kusema kwamba hili na hili kwa kweli tunatembea nayo kifua mbele. Mimi fanikio namba moja ninaloliona ni hili la sasa mashirikiano kati ya taasisi na private sector na sekta binafsi, lakini kati ya taasisi na hizi kamati za kitasnia katika kuandaa mitaala na katika kuwapeleka wanafunzi wanataaluma kujifunza, kupata uzoefu wa kazi zinavyoendeshwa kwenye maeneo ya kazi, ili kuleta sasa darasani kuweza kufundisha katika hali ya uhalisia. Hayo mashirikiano hayo awali hayakuwepo, sasa hivi yameanzishwa na yanazidi kukomaa, na matarajio ya mradi ni kuhakikisha hata pale mradi utakapokoma mashirikiano haya yawe endelevu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama nilivyosema, kuhamisha mindset, kuhamisha ile mindset ya wanataaluma kufanya kazi ki-analogi kwenda kufanya kazi kidigitali, na hivi kuongeza ubora na kasi ya utoaji wa huduma, ya ufundishaji, ya utafiti, ya ujifunzaji, ya mashirikiano ya kati ya wanataaluma na wanataaluma, wanafunzi na wanafunzi. Hili nalo ni fanikio jingine, kwamba sasa tumeamua kwamba TEHAMA iwe sehemu ya mafunzo kwa wanataaluma na kwa wanafunzi na uendeshaji wa taasisi kwa ujumla. Mradi wa HEET ni wa kipindi cha miaka 5. Yes. Kwa majengo haya ambayo tumeyaona hapa mazuri kabisa ambayo yamejengwa, ukarabati na mambo ya mifumo ya TEHAMA kama jinsi ulivyozungumza, mradi utakapokamilika baada ya miaka 5 kumalizika, matarajio yenu ni yepi katika kuiweka elimu ya juu nchini Tanzania iwe bora zaidi baada ya mradi kukamilika muda wake? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme tu kiini cha kuibuka na huu mradi ni ile sera au mpango wa utoaji wa elimu bila malipo au bila ada, uliotoa hamasa kwa wazazi, walezi kupeleka vijana shuleni, na kwa sababu hiyo kukawa na ongezeko kubwa la wanafunzi. Ongezeko kubwa hili la wanafunzi kwenye shule za sekondari, shule za msingi, linatafsiri kwamba kuna mahitaji makubwa yanatakiwa, mahitaji makubwa ya nafasi za elimu ya juu. Kwa hivi mradi huu umekuja kwa wakati mwafaka kuandaa mazingira bora, mazingira rafiki ya kuwapokea wanafunzi, idadi kubwa ya wanafunzi wanao graduate huku form 6 kutokana na utoaji wa elimu bila ada au bila malipo. Kwa hiyo tukasema hebu tutengeneze mazingira ambayo ni rafiki, lakini pia mitaala inayotolewa sasa iwe mitaala, sio mitaala as usual, iwe mitaala inayoandaa wanafunzi waweze kujiajiri, lakini pia waweze kuajirika. Dr. nakushukuru sana. Muda wetu sio rafiki tena. Nikushukuru kwa kuja studio kuzungumza kuhusiana na mageuzi ya elimu ya juu. Wakati mwingine tukikuhitaji tutazungumza tena kuhusiana na mradi wa HEET. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Na mtazamaji wa Swahili wanasema kuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Na Waswahili wanasema mwisho wa kipindi kimoja ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine. Kumbuka siku ya leo tulikuwa tunaangazia
tunaangazia sekta ya elimu na mada ni mageuzi ya elimu ya juu nchini kupitia mradi wa HEET. Na katika kuzungumza mada hii tulikuwa naye Dr. Evaristo Mtitu, yeye ni mratibu msaidizi wa mradi wa elimu ya juu HEET Taifa. Tulikuwa naye hapa kwa muda wa takriban dakika 60 tukiangazia haya, na nikushukuru wewe mtazamaji ambao umepata line yetu tukazungumza pamoja nasi. Wewe ambao umeikosa, ni kushauri wakati mwingine tena muda kama huu na siku kama ya leo tutaweza kujumuika nawe kwenye kipindi kutokana na mada itakayofuata kwa wakati huo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Hamisi Mkotia. Asante na kwaheri kwa sasa. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka.